kongamano hili linalenga kuhamasisha ushiriki na ushirikishwaji wa vijana katika ajenda ya amani na usalama. Tukielewa kwamba vijana ndio wengi katika nchi yetu kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, tukielewa pia kwamba vijana ndio wanavutika kirahisi katika kujihusisha na shughuli za uvunjifu wa amani kwa sababu ya kutokujua pengine na kutokujua taarifa, lakini tukielewa pia kwa maana kundi kubwa ila vijana linaweza kutumika vizuri katika kudumisha amani endapo likipewa nafasi. Kongamano hili katika kipindi cha siku 3 litakuwa likijaribu kuangalia namna gani bora sisi vijana tukashirikishwa katika ujenzi wa amani na mchango wetu unaweza ukawaje, tunajitolea vipi kufanya huo mchango wetu, na pengine tukitengenezewa mazingira gani mazuri zaidi tutaweza kuweka mchango wetu vizuri zaidi. Kwa mimi naamini katika mazungumzo yenu na mijadala yenu msisahau kuzungumzia swala la amani ambalo linaanzia kwenye ngazi ya familia halafu ndo tunakuja juu. Mimi si msemaji mkuu, mimi kazi yangu kubwa ni kumkaribisha mgeni rasmi, Mheshimiwa Mwita, karibu sana. Ndugu vijana, niseme kwamba wizara yetu ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Watu wenye Ulemavu tumepewa jukumu la kuwasimamia vijana katika nchi yetu ya Tanzania. Na tunapozungumzia kuwasimamia vijana, tunakusudia kuwaendeleza vijana katika nyanja tofauti tofauti za kiuchumi, za kisiasa, za kijamii na za kimaendeleo kwa ujumla. Kwa hiyo tuna program mbalimbali ambazo tunazifanya kwa pamoja, lakini kuna programu ambazo Zanzibar inafanya na serikali ya huku inafanya, lakini bado zina malengo mamoja, nayo ni kumsaidia kijana kujitambua, kujiwezesha kiuchumi, kujisimamia pamoja na kuwa mzalendo kwa nchi yake. Kwa hiyo tunaendelea kuthibitisha kwamba tuko committed na tunafurahi tunapoona kwamba serikali inatuunga mkono na mnatushika mkono ili tuendeleze swala hili la amani na maendeleo Tanzania lakini na dunia kwa ujumla.